Ninatambua zipo changamoto za hapa na pale ambazo ni changamoto za msingi, sio changamoto za kupuzwa. Niwahakikishie wadau wote wakiwepo na wakulima, na leo mwenyekiti upo na waheshimiwa wabunge ambao ndio wanasimamia sekta hii mpo, niwahakikishie serikali itaongeza nguvu katika kushughulikia yale mapungufu ili wananchi wetu wasipate kero yeyote kutokana na mfumo huu. Natambua jambo hili la stakabadhi ya ghala ni maelekezo ya ilani ya uchaguzi. Natambua pia ni moja ya ajenda katika kufanya mageuzi katika sekta za uzalishaji ambayo imeainishwa katika dira yetu ya 2050. Maazimio ya mijadala iliyokuwa ikiendelea siku ya jana, ambapo azimio la kwanza ilikuwa ni kujumuisha wadau kisheria ili wadau wote wanaohusika na mfumo wa stakabadhi za ghala sasa tuweze kuungana nao kwa taratibu za kisheria, lakini vile vile tuweze kuwaunganisha pia wadau wa nje ya nchi kwenye ukanda wa Afrika Mashariki, Afrika, nchi za SADC, ili tuweze kuwa na mfumo wa stakabadhi za ghala ambao unaweza kufanya kazi katika maeneo yote. Lakini vile vile tumeazimia kuwa na uzingatiaji wa viwango vya ubora wa bidhaa zinazopokelewa kwenye maghala kwa kuzingatia viwango vinavyotolewa na taasisi zinazohusika, ikiwa ni pamoja na wenzetu wa TBS, pamoja na wenzetu wa WMA na viwango vingine vya kimataifa vinavyotumika. Azimio la tatu ni matumizi makubwa ya mfumo, kwa maana tumekubaliana kwamba maeneo yanayohitaji kutumia mfumo wa stakabadhi za ghala ni mengi, tuende kwenye maeneo hayo yote. Kwa kipindi cha miaka 20, mfumo wa stakabadhi za ghala umeendelea kuwa nyenzo muhimu ya kuimarisha biashara za mazao, kuongeza uwazi katika masoko, kuwawezesha wakulima kupata bei zenye tija, kuimarisha upatikanaji wa mikopo kwa kutumia mazao yaliyohifadhiwa ghalani, pamoja na kuongeza imani ya wadau katika mnyororo mzima wa biashara ya mazao. Mafanikio haya yamewezekana kutokana na maono na usimamizi madhubuti wa serikali, ushirikiano wa wadau mbalimbali, pamoja na kazi kubwa inayofanywa na management ya WRB, watumishi wake, taasisi za fedha, pamoja na kuongeza vyama vya ushirika, wawekezaji, wafanyabiashara na wakulima wote nchini.